Kwa hiyo anasema ajra lahu al-uqubata fi dunya, anamharakishia uquba madhambi duniani, ay yanzilu bihi al-masaib, anamteremshia mitihani, lima sadara minhu min adh-dhunub, kwa sababu yale madhambi aliyoyafanya. Fayakhruju minha wa laysa alayhi dhanbun, kwa hiyo anatoka duniani akiwa hana dhambi. Amsaka anhu bidhanbihi, ay akhara anhu uqubata dhanbihi, humcheleweshea adhabu inayotokana na madhambi yake. Yuwafia bihi bikasri alfa'i mabniyu lilfa'il mansubun bihatta, ay yajibu yawma alqiyamati mustawfira aldhunub, maana yake anakuja siku ya kiyama akiwa ameyabeba yale madhambi, akiwa nayo yale madhambi. Fayastawfi ma yastahiqu min aliqab, kwa hiyo hupewa yale humlipa ile adhabu anayostahili, humlipa ile adhabu anayostahili. المعنى الإجمالي للحديث، معنى وجملة الحديث، يخبر صلى الله عليه وسلم أن علامة إرادة الخير، أن علامة إرادة الله الخير بعبده، kwamba miongoni mwa alama za Allah kumtakia kheri mja wake mualajatuhu bil'uqubati, muajalatuhu bil'uqubati ala dhunubihi fi dunya, ni kumfanyia haraka kumwadhibu madhambi yake, kutokana na madhambi yake kumwadhibu hapa duniani, hata yakhruja minha wa laysa alayhi dhanbun, ili atoke katika dunia hana dhambi. Kwa hiyo kuumwa kwako kufanye ni sababu ya kufutiwa madhambi kwa masharti mawili: kuwa na subra na kutaraji malipo kwa Allah. Ama ukiumwa huna subra, unapayuka payuka, unawatukana, unafanya nini, unaweza ukazidishiwa madhambi, kwa sababu unaweza ukawa unaumwa unamkufuru Allah, badala ya kusamehewa madhambi unapata madhambi. Unaumwa unatukana Allah, unakufuru, unaenda kwa washirikina, unaenda kuangaliza, unakupiga ramli, unaenda kuabudu mashaitani huko. Kwa hiyo badala ya kuumwa kuwe ni kheri kwako, kunakupelekea wewe katika adhabu zaidi. Kwa hiyo kuumwa kunahitajika kuwe ni sababu ya wewe kufutiwa madhambi. Anasema hatta yakhruja minha wa laysa alayhi dhanbun yuwafa bihi yawma alqiyama, yani hutimiziwa dhambi zake siku ya kiyama. Naam, asema naam, wa laysa alayhi dhanbun yuwafa bihi yawma alqiyama, ili atoke katika dunia hana dhambi ambayo atalipwa siku ya kiyama. Lianna man husiba bi'amalihi ajilan khaffa hisabuhu fil ajil, kwa sababu yule ambaye atahesabiwa madhambi yake ajilan hapa ina maana duniani, khaffa hisabuhu fil ajil, hisabu yake huwa nyepesi akhira. Ajil hapa ina maana ya akhira. Wa min alamati iradati sharri bil abd, na katika alama ya Allah kumtakia shari mja wake, alla yujaza bidhunubihi fi dunya, ni kutolipwa madhambi yake hapa duniani, hatta yajia yawma alqiyamati, mpaka aifikie siku ya kiyama, mustawfira dhunubi wa fiha, awe amebeba madhambi na ni mwenye kulipwa hayo madhambi, yani kwa kupewa adhabu kama Allah hatomsamehe, fayujaza bima yastahiqu yawma alqiyama, kwa hiyo atalipwa kwa yale anayostahili siku ya kiyama, ikiwa Allah hatomsamehe, na ikiwa si katika madhambi, si katika shiriki kubwa, kwa sababu shiriki kubwa haisamehewi. Aliyekufa na shiriki kubwa hasamehewi akhira. Na hapa tunazungumzia taban mu'min, tunazungumzia mu'min. Ama al-kafir haingii katika mahesabu hayo. Munasabatu al-hadithi lilbab, nasaba hadithi na mlango, anna fihi al-hatha ala as-sabri ala al-masa'ib war-ridha bil-qadar, ndani yake kuna kuhamasisha kuwa na subra katika misiba na kuridhia makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna dhalika fi salih al-abd, kwa sababu kufanya hivyo
kuko ndani ya maslaha ya mja. Kufanya hivyo ni maslaha, yani kufanya hivyo maslahi yake yanarudi kwa mja. Ma yustafadu min alhadithi, miongoni mwa faida, alamatu iradati llahi alkhayra biabdihi, alama ya Allah kumtakia kheri mja wake, muajalatuhu biluqubati ala dhunubihi fi dunya, ni kumharakishia kumwadhibu duniani. Namba 2, alamatu iradati sharri bilabd, miongoni mwa alama za Allah kumtakia shari mja, alla yujaza bidhanbihi, ni kuto lipwa madhambi yake, hata yuwafa bihi yauma alqiyama, mpaka atakapolipwa siku ya Kiyama. Thalithan, alkhawfu min as-sihha ad-daima an takuna alamata sharri, ni mtu anahitajika aofie siku zote kuwa na siha, kuwa na afya njema siku zote, kwamba sije ikawa hiyo ni alama ya shari. Lakini kama tulivyosema, hakuna ulazima kwamba lazima iwe hivyo, lakini kadi yakun, inaweza ikawa hivyo. Namba 4, التنبيه على حسن الظن بالله ورجائه فيما يقضيه الله عليه من المكروه, ni mtu kuwa na tambihi, kuwa na tanabahi, au ni mtu kuwa na tanabahi ya kuwa na ulazima wa husnu dhanni billah, ulazima wa kumdhania dhana njema Allah subhanahu wa ta'ala, wa rajaihi, na kutaraji kwake, fima yaqdihi Allahu alayhi min almakruh, katika yale anayompitishia, anayomhukumu nayo katika mambo yanayochukiza. Yani mtu lazima awe na dhana njema kwamba Allah kanipa hili kwa sababu ya mtihani, ili nipate kheri zaidi, nipafanye subra nipate thawabu. Akanipa maradhi ili anifutie madhambi yangu. Lazima uwe na husnul dhanna billah na utaraji kwake. Khamisan, anna al-insana qad yakrahu ash-shay'a wa huwa khairun lahu, mtu anaweza akachukia kitu nacho ni kheri kwake. Wa qad yuhibbu shay'a wa huwa sharrun lahu, na anaweza akapenda kitu na kikawa ni shari kwake. Sadisan, alhathu ala sabri ala almasaib, ndani yake tunahamasishwa kuwa na subra katika misiba. Iqra.